Samueli wa kwanza 22:1-3. Samueli wa kwanza kama unaandika, Samueli wa kwanza 22:1-3. Samueli wa kwanza 22:1-3. Basi Daudi akaondoka huko kimbilia pango la Adoramu, na ndugu zake na watu wake wa mbari ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko. Na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki na kila mtu aliyekuwa na deni, watu wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake, naye akawa jemedari wao. Nao waliokuwa pamoja naye walipata kama watu 400. Kutoka huko Daudi akaenda Mispa ya Moabu, akamwambia mfalme wa Moabu, tafadhali ukubali baba yangu na mama yangu watoke huko waliko, wakae kwenu hata nitakapojua Mungu atakapotenda kwa ajili yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi story hii tunapata pale ni story ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri sote tunamjua Daudi. Kabla hujazima microphone zia, Daudi unamjua kama nani? Daudi alikuwa nani? Tueleze kidogo tu kuhusu Daudi. Daudi alikuwa mfalme wa Israeli. Alikuwa mfalme wa Israeli, si ndio? Mtu mwingine, Daudi alikuwa nani? Daudi alikuwa nani? Ukisikia kuhusu Daudi, alikuwa nani? Alikuwa mfalme wa pili, si ndio? Bora tunakosa hiyo. Ametuambia alikuwa mfalme, si ndio? Lakini alikuwa mfalme wa pili. Mfalme wa kwanza alikuwa nani? Mfalme wa kwanza alikuwa Sauli. Alafu mfalme wa pili akaja Daudi. Bwana Yesu asifiwe. So Daudi alikuwa mfalme wa pili katika Israeli. Na wakati huu ambapo Samueli wa kwanza 22 ni wakati Daudi alikuwa anapitia magumu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati Daudi alikuwa Mungu ashamchagua. Amemkataa Sauli na akawa amemchagua Daudi kumrithi Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaona hapa Daudi alikuwa na shida na Sauli. Sauli shida iliyomtokea kitu alichofanya mpaka Mungu akamkataa tunakifahamu. Sauli alikuwa ni mtu ambaye hakufuata maagizo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sauli alikuwa mtu ambaye hakufuata alichoagizwa na Bwana. Kimojawapo aliambiwa na Bwana, enda uue Amaleki wote. Enda maliza Amaleki wote. Hilo lilikuwa agizo alilopewa na Bwana Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipopewa agizo lile, Sauli akaenda kulitekeleza na akabakisha. Hakukamilisha lile agizo. Na baadaye Samueli anakuja anamuuliza, "Je, umefanya jambo gani? Mbona kumwasi Mungu?" Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa, "Nasikia milio ya kondoo huko na wanyama." Hiyo ni nini? Akasema, "Mimi nilienda kuwapiga, lakini sasa nilipofika kule nikaona kuna ng'ombe wazuri, nikaona kondoo wazuri, nikaona afadhali niwachukue nikuje nipeane sadaka kwa Bwana." Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika lile agizo halikuwa kwa abakishe, akuja atoe sadaka. Agizo lilikuwa aende asafishe kila kitu. Asibakishe mifugo, asibakishe chochote. Lakini Sauli akakaidi. Hiyo haikuwa mojawapo. Alifanya mengi sana. Na huyu alikuwa mfalme ambaye alikuwa muoga. Mara nyingi alikuwa akiulizwa, "Kwa nini umefanya hivi?" Anasema, "Niliogopa watu." Akiulizwa tena, "Kwa nini umefanya hivi?" Anapeana visababu badala ya kukubali makosa yake. So katika moyo ule aliyokuwa nao Sauli, Bwana akamkataa kama mfalme na akamchagua Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Daudi alipochaguliwa, tunaona ya kuwa Sauli bado yu hai. Daudi amechaguliwa lakini Sauli bado yu hai. Bado anamiliki kama mfalme pale Israeli, japo Bwana hayuko pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa anamiliki pale, kukaanza uasi kwa sababu Daudi aliinuliwa na kitu kilichomuinua, alimuua Goliathi. Daudi alienda kule akamuua Goliathi na Daudi akapata sifa kuu sana. Watu wakasema Daudi ameua 10,000 na Sauli ameua, tunafaa hivi vitu tunajua kwa akili, sio? Daudi ameua 10,000 na Sauli 1000, si ndio? Sasa fikiria wewe, mahali unaenda unaambiwa ya kuwa huyu mtu aliua Goliathi. Lakini anaambiwa huyo Goliathi ni sawa na watu 10,000. Na wewe vile vita umepigana kutoka uanze ufalme ni 1000 tu umeweza. Yaani ni 1000. Kwa hivyo huyu ni mara 10 zaidi yako. Bwana Yesu asifiwe. So kukaanza uhasama pale. Roho ya Sauli ikawa sasa yaani haimpendi Daudi. Kwa nini huyu apate hizi sifa?
ukaanza pale uhasama. Sasa wakaendelea pale kwenye ufalme. Daudi naye akawa sasa ni anawindwa na Sauli. Anaenda pale anampigia kinubi, ile roho ya uchafu iliyokuwa ndani yake imtoke, anamrushia mkuki. Yaani mtu amesimama hapa anakupigia kinubi na mrushia mkuki. Mara kadhaa, si mara moja. Kwa hivyo ikawa ni vita sasa. Daudi aokoe maisha yake. Kwa sababu asipookoa maisha yake Sauli atammaliza. Bwana Yesu asifiwe. So tunaendelea, tumefika sasa hapa. Vita vikawa vimezidi. Sauli sasa yuko tayari kumuinda, alikuwa anamuinda kama mnyama wa mwitu. Daudi alienda kuandika hiyo katika Zaburi, ya kuwa wananiwinda yani kama mnyama mwitu. Unaona vile unaweza kuwinda mnyama mwitu? Ya kuwa mimi huyu mnyama leo ninimpata. Nisipompata hapa leo hakukaliki. Yaani huyu dikdiki ama huyu nini lazima nimuue. So Sauli alikuwa amefikia hapo ya kuwa Daudi ni lazima nimmalize. Na ufalme wote ukajua ya kuwa Sauli yuko kinyume ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Wakajua ya kuwa huyu Daudi akipatikana na Sauli ni kuuawa. Sasa hapa mlango wa 22 ni wakati Daudi, ukienda 21 hapo nyuma, alikuwa amekimbilia Gathi. Alikuwa sasa amekimbia mpaka mwisho, sasa akakimbia Gathi. Gathi ilikuwa ni mahali alipozaliwa Goliath. Gathi ilikuwa ni mahali alipozaliwa Goliath, na pale ilikuwa kambi ya adui. Kwa hivyo Daudi akakimbia akajipata Gathi. Alipojipata Gathi, wakamwangalia wakasema, huyu si ule mtu ambaye wamesema ameua 10,000 na Sauli ameua 1,000, wakasema ni huyu. Basi wakamshika Daudi, wakamwambia sasa wewe umeingia kwa kambi yetu. Wakampeleka kwa mfalme, ili sasa mfalme aamue yule mfalme wa Gathi. Unajua Goliath alikuwa kiitwa Goliathi wa Gathi. So huko Gathi ni mahali alipotoka. So wakampeleka kwa mfalme. Sasa Daudi akapata ufahamu, kama sisi tuseme nini, lakini alipata ufahamu wa kujiokoa pale. Daudi akajifanya chizi. Na unajua vile chizi anaweza kuwa? Yaani inaitwa nini? Nyume. Mate, yani akachilia mate, akamtoka mpaka kwa ndevu. Akabidi yani afanye ni kama akili yake haiko sawa. Akajifanya mwenda wazimu. Mpaka alipofikishwa kwa mfalme, mfalme akasimama. Mbona mnaniletea mwenda wazimu? Huyu mtu hakuna kitu anajielewa, hebu mtoeni hapa. Na Daudi akafurahi sana maana aliokoka kwa hiyo. Wewe jaribu kufikiria hiyo, umeingia mkononi mwa adui. Adui anakuambia wewe leo hapa, wewe ni kuisha. Lakini sasa alipofika pale, tunaona ya kuwa anapita ufahamu. Na anafanya kitu ambacho wengi tutakiangalia ni kitu cha upumbavu. Lakini kilimuokoa yeye pale. Bwana Yesu asifiwe. So akakimbia sasa baada ya Gathi, akabidi sasa aende kwa pango. Sijui kama tushaona pango. Akabidi amekimbia kwa pango sasa. Yaani wewe tafakari, amekimbia kote huko mpaka sasa imebidi usalama upatikane kwa pango. Lakini kuna kitu cha ajabu kinatokea katika hili pango. Kuna kitu ambacho ni cha ajabu sana kinatokea katika hili pango. Pango liliitwa pango la Adulamu. Liliitwa nini? Pango la Adulamu. Hii vitu lazima muongee ili pia wewe ukitoka kule nje mtu akikuuliza unajua pango ya Adulamu? Unamwambia naijua. Pango ya Adulamu sisi tulifundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Daudi alipotoka Gathi akakimbia, akabidi ameenda pango ya Adulamu. Mahali ambapo sasa sisi tunaweza ona ni hatari. Maana pango kama kumetulia, kunaweza kuwa na wanyama wa hatari kule. Pango kama hakuna watu wanafanya vitu huko ndo kunafanywa zile ibada za mapepo. Huko ndo watu wanachoma sijui nini huko. So ikabidi Daudi amekimbilia huko maana usalama wake ulikuwa hatarini. Maisha yake yalikuwa hatarini. Sauli anamuinda. Yaani anasema mimi nikimpata huyu kwisha. Mimi nikimpata Daudi kwisha. Kwa nini? Yeye anachaguliwa na Bwana ananikataa mimi. Bwana Yesu asifiwe. So tunaendelea sasa, wamefika pango la Adulamu. Na kuna kitu kinafanyika pale. Twende polepole. Kitu kinafanyika katika pango la Adulamu. Ndugu zake na watu wote wa mbari ya baba yake waliposikia habari hiyo, wakamwendea huko. Yaani Daudi amekimbia, anakimbiza maisha yake. Anakimbia jiokoe nafsi yake. Lakini katika kukimbia kule, wale mbari ya babake, ndugu zake waliposikia wakasema, Daudi ameenda wapi? Pango ya Adulamu. Hebu chukua, kusanya ukeka nini, kusanya kila kitu. Tunaenda pango la Adulamu. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu kutafakari hiyo. Yaani tafakari tu sahi. Mtu amekimbia, amekimbiza maisha yake. Yeye anajua ya kuwa mimi niko hatarini. Nienda nimalizwe ama niwe hai.
Lakini mbari ya babake wanaposikia wanasema tunaenda huko. Sisi pia tunamfuata Daudi huko pangoni. Bwana Yesu asifiwe. Hicho hakikufanyika hicho tu. Kuna kitu kingine, mstari wa 2 kinafanyika. Na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki, na kila mtu aliyekuwa na deni, na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake. Naye akawa jemedari wao, nao walikuwa pamoja naye walipata kama watu 400. Bwana Yesu asifiwe. Watu waliokimbia kule ama walioenda kule walipata watu 100 ngapi? 400 people. Pangoni. Daudi amekimbiza maisha yake, Daudi amekimbiza nafsi yake, anafuatwa na mbari ya babake, ndugu zake. Pamoja na hao kuna watu wanaokuja, na watu hawa si watu wenye nguvu. Hatukuambiwa kuwa watu hawa walikuwa wameshiba, ya kuwa watu walikuwa wanabeba chakula ama walikuwa na nguvu zao. Ni watu waliokuwa na shida, watu waliokuwa na dhiki, watu waliokuwa na uchungu moyoni, watu waliokuwa na deni. Hawa ni watu walikuwa kwenye shida. Wote wakasimama wakasema tunaenda pangoni Adulamu. Bwana Yesu asifiwe. Wote wakasimama wakasema tunaenda pangoni Adulamu. Huu utawala wa Sauli utatumaliza. Sauli huyu atatuumiza. Tumepata madeni, tuko na dhiki moyoni, tuko na uchungu moyoni. Hapa katika ufalme huu hakuna usalama. Tunamfuata huyu Daudi. Huyu Daudi Bwana yuko pamoja naye. Huyu Daudi kwake tunafikiri siku na usalama. Tutaenda ile pango ya Adulamu. Japo ni mahali ambapo hakukuwa na maana, mahali ambapo wanadamu wanaweza angalia wakasema mahali hapa hakuna tumaini, lakini wakakusanyika kule na Daudi akawa jemedari wao. Daudi akawaongoza mahali kule. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akasimama pamoja nao. Yaani wewe tafakari ya kuwa watu 400 wanakufuata na si watu wenye wana uwezo. Watu 400 wanakufuata na ukiwaangalia yule anakuja ameumia. Na ni vitu ambavyo havionekani. Tafadhali tuelewane hapo mwanzo. Ndio? Unaweza ona dhiki. Dhiki unaweza iona. Uchungu moyoni unaweza ona. Deni hapa kuna watu wako na madeni lakini hatujui. Kuna watu wako na madeni na hatujui. Tukimwangalia hivi tunasema, huyu ako sawa. Hii maneno yake yanamwendea vizuri. Kumbe tukiingia kwa puliza mama yangu. Tala puliza. Mpaka sasa alichukua hustlers akamwambia Ruto sirudi. Wewe nipeleke kule utanipeleka. Hustlers na kula. Akaenda akafuata ingine ya nyota pia anakula. Sasa yeye ako kwa deni, lakini tukimwangalia maneno yake yako mzuri sana. Tukipatana naye anakula kuku, tunamuuliza vipi mzee? Sasa mimi niko sawa, maisha yangu mimi naona inaendelea vizuri. Lakini huyu mtu ako na deni, ako na uchungu. Bwana Yesu asifiwe. So vitu hivi pengine Daudi alikuwa anaona wakija, lakini baadaye aliokaa pamoja nao akaona hapana. Hawa watu wameumia sana. Ndugu yangu umefanya nini? Anamwambia mimi nilikuwa na vijana 7. Lakini kati ya hao vijana 7 Sauli amekuja kuwachukua wote, amewafanya watumwa katika nyumba yake. Unajua kwa nini nakuletea hiyo? Nakuletea picha hiyo kwa sababu wakati Waisraeli walipoitisha mfalme, Bwana aliwaambia kuwa huyu mfalme atawatumikisha. Atachukua watoto wenu awafanye watumwa. Mbona mimi ni mfalme juu yenu? Mbona mnataka kuwa kama mataifa mengine? Wakasema hapana, tunataka mfalme pia sisi. So waliposisitiza akawaambia sawa, pateni mfalme. Sauli ndio huyo anakuja. Sauli akafanya kama vile Bwana alivyosema. Akachukua watoto wao. Wewe kama kuna kijana, kuna mtu ako na vijana hapa sio? Ni Clara Mwangi. Sasa wewe kijana wako ni Alex. Akuje pale kwako wamwangalie Alex, waseme Alex, nyumba ya mfalme utatoka huko. Utakuwa unafanya kazi huko. Sisi kitu tutakachofanya utatoka hiyo nyumba ya mfalme. Alafu wasimalize hapo, wakuje kwa yule wa pili. Wa pili ni nani? Nimemsahau, lakini yule kijana wa pili. Arnold. Pia achukuliwe. Alafu baadaye wakuambie unamwona huyo wa mwisho, yule mdogo ni nani? Alfred. Huyo Alfred tunamngoja. Siku akifika miaka kama 16 17 tunamkujia, sawa? So jaribu kuangalia yule mzazi atakuwa anasikia nini. Yaani watoto wangu wa kiume. Watoto wangu hatusemi kuwa wa kike hawana maana, lakini watoto hawa ambao nimewazaa wanisaidie. Mfalme anawachukua tu hivi, anaenda kuwatumikisha. So watu hawa walikuwa wameumia. Huo ni mfano nimekupa. Walikuwa wameumia. Wakasema hapana, sisi hatutakaa hapa. Kule pangoni hakuna maana.
ni mahali ambapo kuna hatari, lakini pale kuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Pale tutapata amani. Wakawa na tumaini, wakainuka. Kwa hivyo kitu walifanya ni nini? Walifanya uamuzi. Wakasema sisi hatutabaki hapa. Tumeamua na mioyo yetu, tunaenda pangoni Adulamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukiendelea, hali ya dhiki. Hali ya dhiki ni mizigo. Hii ni mizigo ya maisha. Dhiki inaweza tokea baada ya, dhiki ni ile hali. Acha nikupatie mfano. Mtu anaweza shikwa na ugonjwa. Kwa mfano ugonjwa wenye ni mkali sana, ambao dunia inasema hauna tiba. Ama tiba yake ni kuwa uendelee tu na tiba mpaka sasa ufe. Sasa mtu huyo katika ugonjwa ule umuumize sana. Atumie pesa, atumie kila kitu, afanye kila kinachohitajika, lakini baadaye ule ugonjwa uzidi kumuumiza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika hali ile ya kutumia pesa, ile hali ya kutangatanga, ya kutafuta usaidizi kwa huku, kuenda kuombewa, kufanya hivi, ile hali yote ile ni hali ya dhiki. Bwana Yesu asifiwe. Ile hali yote ni hali ya dhiki. Mtu huyu hana amani, hana furaha. Akiamka kila asubuhi anaangalia vile atafika jioni. Akiamka asubuhi anaangalia, mimi nitafika miaka 50 kweli? Akiamka asubuhi anasema, mimi nitafika kweli? Je, nitaona mwaka mwingine? Watu wakishangilia mwaka, tumeona mwaka mpya, yeye anakaa pale anasema, nimeona mwaka mwingine lakini naumia. Nimeona mwaka mwingine lakini kwenye dhiki. Iko na maana gani haya maisha? Haya maisha yako na maana gani ya mimi niendelee kuishi? Bwana Yesu asifiwe. Kuna wapili aliyekuwa na deni. Sasa deni si lile la tala, tafadhali. Deni si yale ya tala, ni madeni pia hayo, lakini tukisema aliyekuwa na deni ni kumaanisha mtu huyu hawezi kujiokoa katika hali aliyo. Sawa sawa? Mtu mwenye yuko kwenye deni hawezi kujiokoa katika kwenye hali ya wenye yuko. Hata afanye nini, amejaribu, lakini ukiwa kwenye deni hauwezi kujiokoa. Hauna uwezo wa kujitoa pale. Wewe ni ulipe lakini huwezi. Wewe ni ulipe lakini huwezi, huna namna. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wenye uchungu mioyoni, watatu. Wenye uchungu sasa, hiki ni kidonda. Baada ya kuwa mtu huyo amevunjika moyo, kunatokea kidonda kule moyoni. Umeng'ang'ana, umesimama katika kuomba, umemwamini Mungu miaka inenda, umemwamini Mungu muda mrefu, lakini sasa jambo halijafunguka. Mtoto hajapona, pesa hazijapatikana, vitu vingi vile mwanadamu anavyopitia, dhiki ile haijatoka. Sasa mtu huyu baadaye akawa na mawazo mpaka akatengeneza kidonda kwenye moyo. Kidonda hiki hatukioni wala usikii uchungu wake, lakini hii ni uchungu ulio moyoni, hatuwezi kuona kwa macho haya. Pengine wakati kwa wakati tunaweza mpata analia, tukamuuliza ni nini, akatueleza, lakini ule uchungu hatuwezi uelewa. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi uelewa, kwa ule mtu mwenyewe ndiye anayeuelewa. Yule mtu mwenyewe ndiye anayefahamu yale anayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Naona kuna watu washaanza kuenda katika dunia ya usingizi, wamependezwa sana na kulala. Bwana Yesu asifiwe. Hasa mtu huyo anayeenda katika dunia ya usingizi apendezwe sana katika kulala huko, maana kitu kinachoongelewa hapa ni cha maana sana. Sawa sawa? Neno hili ni la maana sana. Usikubali usingizi ukichukue. Kama utaona kwa unakuchukua, unaona pale nyuma mahali pastor amesimama ama amekaa, unaweza enda pale ukasimama. Kataa kabisa. Leo kataa. Mimi nakwambia leo kataa. Leo kataa. Usikubali usingizi ukichukue. Usikubali simu iwe kikwazo. Usikubali mtoto awe kikwazo kabisa kabisa. Kama wewe umeruhusu hizo ibada zingine, leo saa hii usiruhusu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Tumeendelea pale, wale watu ni watu waliohitaji msaada, ni watu waliohitaji hifadhi, wakaamua kukimbilia kwa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hii, baada ya kuwa nimewaeleza somo hili ama nimewaeleza story hii, nafikiri story hii tumeielewa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kueleza story hii, je, kuna picha gani tunaipata hapa? Kuna picha gani inayopatikana hapa? Katika hii picha ya pango la Adulamu, kuna nini tunachopata pale? Hilo ndio swali tutakalojiuliza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu katika Agano la Kale alitumia picha, alitumia mifano, alitumia watu kuonyesha ya kuwa mimi ninaleta wokovu. Unanielewa? Mungu kwenye Agano la Kale alitumia picha, alitumia watu waliokuwa Wayahudi, wasiokuwa Wayahudi,
Hilo agano lote la kale lilikuwa lina pointing out. Kiswahili ni nini? Pointing out Kiswahili ni nini? Unaona muelekeza. Ilikuwa inamuelekea Kristo. Yaani bado sioni hapo. Wanaweza asibiwe. Yaani katika agano lote la kale, mambo yaliyofanyika agano la kale, mambo yaliyotendeka katika agano la kale, ilikuwa ni Mungu anasema unaye anayekuja. Wanaweza asibiwe. Kupitia hiki ninachofanya Yesu Kristo. Wanaweza asibiwe. Sasa acha nikueleze na mfano wa dunia hii. Tumeangalia picha, sio? Tumeangalia movie. Kila mmoja wetu aliyekaa hapa ameangalia picha ile ya Yesu, sio? Nafikiri sote ukiwa mdogo tumeangalia hiyo picha. Yule tunayemwona pale si Yesu, ni mwigizaji fulani anatoka kule Brazil. Sijui kama ni Brazil ama lakini ni mwigizaji fulani. So sije kuona ile picha ukaanza kulia. Yesu. Yule ni mwigizaji, sawa? So watu hutengeneza picha, watu hutengeneza movie. Lakini wakitengeneza movie kabla waiachilie wao wanakata vipande vidogo vya kama dakika 3. Alafu wanawaambia hebu tunataka kuachilia movie ama tunataka kuachilia picha June ama saini June, tunataka kuachilia picha December. Lakini mwezi wa 7 tutawapatia trailer. Inaitwa trailer. Wanaweza sikiwe. Mwezi wa 7 tutawapatia trailer. Ama kizungu inaitwa preview. Najua wale watu walioangalia DJ Afro walikuwa wanaita trailer, lakini si trailer, ni trailer. So picha inapotengenezwa, movie ikitengenezwa, kabla ile movie ije, wale watu wanakupatia hamu. Wanakata sehemu watu wanapigana sana, wanakata sehemu iko na mabunduki, wanakata sehemu nyingine watu wanafanya vitu yani vya kukutia ama vya kukufurahisha kama dakika kama 3. Wanakuonyesha hiyo, wanakuambia hii movie iko hivi. So ukiangalia zile dakika 3 inakupatia ufupisho ama inakuonyesha ile picha vile itakuwa kule mbele. Sijui kama mnanipata. Ukiangalia zile dakika 3 inakuonyesha jinsi picha itakavyokuwa na utasema ikifika Disemba lazima niangalie. Ikifika Disemba hiyo movie ya Yesu niangalie. Maana nimemwona Petro akisema mimi sikujui hivi. Nimemwona Petro katika hiyo picha ndogo ya dakika 3 akisema Bwana mimi simjui huyo. Hivi Petro umekuwa naye mjui kivipi? Lazima hiyo movie mimi nitaiangalia. Kwa Yesu asifiwe. So huo ni mfano wa dunia hii na ulitokea pale kwenye Biblia. Kabla Yesu amlete Kristo katika agano jipya, katika agano la kale alionyesha picha ndogo za watu, alionyesha kuhusu matukio madogo yaliyokuwa yanaonyesha Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Matukio yale yalikuwa yanamuelekea Kristo, kuanzia Abrahamu, kwenda Isaka, kwenda Yakobo, kwenda Yuda. Yuda akamwambia wewe utaleta katika nyumba yako kutatokea mfalme. Tukasonga ikaendelea. Ruthi akaingia hapo. Watu wengi wakaingia hapo, lakini yote hiyo ilikuwa inamuelekea nani? Yote hiyo ilikuwa inamuelekea nani? Yesu Kristo. Ile picha ile ilikuwa inakuja, ile tukio lililokuwa linakuja likakatwa vipande vidogo vya matukio madogo na hayo matukio yakawa yanamuelekea Yesu Kristo. Yesu akasema mimi nina wokovu ninaouleta kupitia Yesu Kristo mkapate kuwekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So nimewaeleza kuhusu picha, na baada ya kueleza kuhusu picha, Daudi hapa alikuwa hiyo picha. Daudi alikuwa hiyo picha ya Kristo. Daudi alikuwa picha ya Kristo. Kwa sababu alipokuwa katika lile pango la Adulamu, watu walikimbilia kwake. Sawa sawa. Alipokuwa pangoni ya Adulamu, watu walikimbilia kwake. Na watu waliokimbilia kwake hawakuwa watu wenye uwezo. Walikuwa na watu ambao hawakuweza kujiokoa. Walikuwa watu ambao hawakuweza kujisaidia. Walikuwa watu ambao hawakuwa na uwezo kabisa. Walikuwa wenye uchungu moyoni, walikuwa wenye dhiki moyoni, walikuwa wamezongwa na shida zote za ulimwengu huu. Lakini wakakimbilia, wakafanya maamuzi na wakakusanyana watu 400 wakaenda pangoni Adulamu. Bwana Yesu asifiwe. Pangoni Adulamu ikawa mahali kwa wokovu. Pangoni Adulamu ikawa mahali kwa hifadhi. Pangoni Adulamu ikawa mahali kwa kuwatuliza wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Hii picha ilikuwa inaonyesha ya kuwa kunaye anayekuja. Kunaye mmoja anayekuja. Na huyu mmoja ajapokuja duniani ataleta wokovu. Watu watakimbilia kwake.
watu watakimbia kusikia habari yake, watu watamwendea, na watakaomwendea hawajiwezi. Watakaomwendea wanataka kusaidiwa. Watakaomwendea wamefanya uamuzi moyoni ya kuwa mimi ninatoka huku, sikai huku ufalme wa Sauli, acha nikimbilie pangoni ya Adulamu. Kwenye dunia kuna mengi mazuri. Kwenye dunia unaweza kuwa mtu akakwambia mimi nitakusaidia, lakini katika msaada huo hauwezi ondoa uchungu moyoni. Msaada huo hauwezi ondoa huzuni moyoni. Msaada huo hauwezi kukulipia deni. Lakini katika huu msaada wa Kristo una uwezo wa kukutoa pale chini, una uwezo wa kukuinua juu, una uwezo wa kukuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla tufike huko ama tuendelee huko, tusome Isaya 42 Zia. Isaya 42:3. Isaya 42:3. Kama unaandika uandike Isaya 42:3, kitabu cha pili. Isaya 42:3. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima. Atatokeza hukumu kwa kweli. Kusoma tena. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima. Atatokeza hukumu kwa kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisikia Isaya, wakati wote ukisikia Isaya, jua alikuwa nabii aliyesema habari za Yesu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia Isaya ama ukienda katika kitabu cha Isaya, alimzungumzia Kristo sana. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa nabii ambaye alitumiwa na Mungu kuwafahamisha watu kwa anayekuja, ya kuwa kunaye anayekuja, atachukua dhiki zetu, atachukua fadhaa zetu, atatuponya na atatuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa katika hii Isaya 42 kuna bado anatoa ujumbe. Bado anatoa huo ujumbe. So pale anasema mwanzi uliopondeka hata uvunja. Mwanzi uliopondeka hata uvunja. Tunajua mwanzi ni nini? Wale watu wenye wanakaa kama ni Baricho ama ni wapi, kuna ile kitu kinatumia kutengeneza mkeka. Unajua hii inaitwa nini? Kuna ile reed yenye inatumia kutengeneza mkeka, aidha mkeka ama hivi vikapu. Milala, ndio. Sasa ule ndo mwanzi ule. Yaani ni kama ile. Ama mwanzi ni mwingine? Uko na? Kuna bungu. Bambu. Kutengeneza uteo. So bado tunarudi hapo tena ama? Iko na tofauti? Oh. Kweli sisi tulizaliwa juzi. Sasa tuambieni, unajua tunaweza kuwa tunachanganya, tunatuelewi. Unaona tu mikeka tunalala. Hata wengine wetu hatujilala kwa mkeka. Yaani siku ukilala kwa mkeka unalia kwa sababu si hujazoea. Yaani siku ukilala kwa mkeka unashangaa hii ni maisha gani? Huu mkeka umepangwa kweli mwanadamu alale juu yake? Kwa sababu sasa wewe umezoea, ulikuja tu wakati wa godoro. Ukalalia tu mattress vizuri. Siku mkienda kwa maombi na mama, alafu uambiwe lala hapo, unashangaa, kwani haya maombi yenye tulikuwa tunakuja hakuwa na godoro inaletwa? Unaambiwa utalala hapa, sawa? Na hatutoki hapa mpaka kesho asubuhi saa 11. Sasa hiyo siku unalala hapo, lakini siku ukifika nyumbani unaanza kushika hapa. Unauliza nini mbaya? Naambia huo mkeka hapana. Nimelala nimeumia sana. Next time mama wakati mwingine tuende na godoro, anakuangalia. Anakuambia hata Ijumaa hii tunaenda tena. Na Ijumaa hii tukienda tena ni huo mkeka, hakuna kitu kingine. So huo mwanzi wenye tunauona, wale wenye ni wadogo hatuuoni. Kwenye kizungu kuna vitu vinaitwa reeds, kama ni reeds ama bamboo, vile venye vinamea kwenye maji, mahali kwenye kuna maji na vinatumika kutengeneza kitu. Sasa hapa Isaya akutumia mfano huo akasema mwanzi uliopondeka hata uvunja. Ule mwanzi hupondeka, ule mwanzi unaweza kuwa umesimama, tuseme tu bamboo, tutumie bamboo. Nafikiri bamboo sote tunajua, si ndio? Bamboo si huwa iko straight kama hivi, si ndio? Bamboo inatumika sana kwa vitu vingi. Lakini ile bamboo inaweza kuja mtu akaipiga akaivunja. Si ndio?
akaipiga ikakosa kuwa na pengine na yaani ikawa haiwezi kutumika tena, kwa sababu bambuu ikiwa hivi ndio ina maana, lakini mtu akija kikata hapa, ile bambuu inakosa kuwa na maana, si ndio? Sasa Isaya hapa anatoa unabii kusema ya kuwa huo mwanzi ambao umepondeka hata uvunja, huo mwanzi ambao umepondeka hata uvunja. Tukiendelea mbele pale anasema wala utambi utokao moshi hata uzima, utambi utokao moshi hata uzima. Mfano huu tunaweza tumia ni, unaona wakati umeweka kuni zinawaka, zile kuni ukitoa, kinga ni Kiswahili kweli? Ukitoa kinga, kinga. Unanichocha wazee. Sawa, zile kuni ukiwa umeweka ukitoa kinga, huwa kinaacha kuwaka, si ndio? Kinaacha kuwaka na nini inabaki? Moshi, si ndio? Tunakaa kweli, kaa, si ndio? Lakini ni moshi. Sasa ni ule utambi, yaani unaweza kutumia mfano huu ya kuwa ile kitu kinafaa kuwaka, lakini kwa sababu ya kutolewa pale, kwa sababu ya ile kutolewa kwenye wale wenzake, ama kwa sababu ya kitu fulani kinachokifanyikia, kinakosa kuwaka, kinabaki tu unatoka moshi. Tunasema kulikuwa na moto hapa, maana tunaona moshi, si ndio? Lakini hauwaki tena. Sasa neno linasema hapa, huo utambi utokao moshi hata uzima. Kwa sababu kuna mambo mawili. Hii ni bambuu. Iko hapa. Imepondeka, haina maana. Mtu aje hapa aiangalie aone hii haina maana, ikate aiharibu. Yule mtu akaone ule utambi unatoka moshi, badala ya kuchukua kiberiti au washe uendelee kuwaka, achukue au asimezime mpaka ile makaa ambayo yamebaki, sio? Apige kabisa mpaka hakikisha hakuna kitu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kuna yule mwenye ataona hii bambuu aseme hapana, hii inaweza tumika. Kama wale watu wenye wamejenga kutumia fito, wanajua hii fito ikiwa iko hivi huwa inakatwa mahali katikati alafu inanyoroshwa. Sawa sawa. Kama umejenga na fito unajua hiyo. Fito kama iko hali mbaya inakatwa kidogo, inanyoroshwa, inawekwa kitu pale ya kuisupport. Ile fito inaenda kutumika kujenga. Wanaweza asibiwe. Ule ndio mfano unajaribu kuonyesha kupondeka. Ya kuwa hii inaonekana haina maana, lakini kuna mtu ambaye anakuja aseme hii nitaifanya iwe na maana. Ule utambi ulikuwa unawaka, sasa hii ni moshi tu uko pale. Lakini yule akija akiuona ule utambi, aseme hapana, huu utambi. Unajua kufanya hivyo? Ule moto kama hauwaki, mtu anaenda pale anafanya nini? Anauvuvia. Mlikuwa mnafikiri sivyo ndio nenda Kiswahili. Shauri yenu. Anauvuvia, hilo nalijua sana. Hapo hawezi kuchezea. Anauvuvia ule moto na unawaka tena. So huyu ni nani aliyekuwa anamzungumzia hapa? Huyu ni nani aliyekuwa anamzungumzia hapa? Tumeanza hizi habari kutoka mbali, si ndio? Huyu ni nani aliyekuwa anazungumziwa pale? Nataka sauti nisikie kutoka, acha nisimame huko mwisho. Ni nani alikuwa anazungumziwa pale? Ni nani alikuwa anazungumziwa pale? Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa ya kuwa huyu mwanzi uliopondeka hata uvunja. Akiona mwanzi uliovunjika mwanzo hata anafurahi, kwa sababu anasema huu nitautengeneza. Akiona utambi unatoka moshi anasema hapa nitauvuvia na moto utarudi tena. Nitauvuvia na moto utawaka tena. Huu moto utawaka tena. Huu utambi hautatoa moshi tena. Maana kukitokea moto, moshi unapotea. So yule mtu ambaye ni Yesu Kristo ndiye aliyekuwa anazungumziwa hapa. Ukiendelea na zile habari, kwa sababu ya wakati hatutaendelea, lakini endelea tu. Kuna mahali ambapo naweza kuonyesha. Mstari wa 6, mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Mimi Bwana ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa wala sitampa sanamu sifa zangu. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno la unabii linatoka kupitia kwa kinywa cha Isaya nabii. Lakini neno hili lina maana sana. Neno hili lina uzito. Tunaona tu ni mifano ya dunia hii. Ni fito yenye haiwezi kujengewa, inatengenezwa inaweza kujenga. Ni kuni ambayo imetolewa inafuka moshi lakini inarudishwa
inavuviwa na inawaka tena. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hiyo ni picha zinatumika pale, picha za maisha ya kawaida, lakini ukiangalia hizo zinakupa mwelekeo wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Zinakuonyesha ni nani huyu atakayekuja. So baada ya kusema ile yote hiyo Adulamu, tukapitia kwa Isaya. Tuende tumuone huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tuende tumsome Yesu Kristo. Haya, tuende Mathayo. Huko nilikuwa na kujenga polepole, nilikuwa na kuleta polepole kabla nikufikishe pale kilele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuwa na uvumilivu. Mathayo 8:16 hadi 17. Andika Mathayo 8:16-17. Kama una uwezo wa kuandika, unaenda shule na vitabu vingi sana, lakini kanisani huwezi kuja na kitabu ukaandika. Hiyo ni aibu kubwa tena sana. Haya maneno ya uzima unayachukua kwenye akili. Notes za science unaziandika kwenye kitabu. Ni za maana hizo notes za science, lakini tafadhali neno la Mungu tulichukulie na uzito. Mathayo 8:16 hadi 17. Umefika? Nimefika. Mathayo 8:16 na 17. Hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo. Akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Soma tena 16-17. Hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni habari nzuri, si habari nzuri? Ni habari njema ama sio njema? Hizi ni habari njema za Yesu Kristo. Wakaonyeshwa Adulamu, Isaya akanena maneno, Ibrahimu akaonyeshwa kumtoa mwanawe sadaka iliyoonyesha kuwa baba atatoa mwanawe kwa ajili ya dunia. Yakobo akaitwa Israeli, taifa takatifu, taifa lililochaguliwa na Mungu, taifa lililowekwa huru na Mungu. Unajua kwa nini aliitwa Israeli? Aliitwa Israeli, taifa lililochaguliwa, waliotafutwa, walioponywa, walioweka huru. Hao ndio Israeli. Bwana Yesu asifiwe. So zile picha zote sasa zikafikia Yesu Kristo akafika sasa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo akafika rasmi. Ile movie iliyokuwa imengojwa miezi 5, ile movie iliyokuwa imengojwa sana, ile movie ya DJ Afro, ama ile movie ya Kihindi, ama ile movie kama unazoea sijui ngani unaangalia, ikachukua miezi ile ama miaka ile yote, lakini sasa ikafika. Sasa unakaa sasa unasema nataka kuona hii movie ya masaa 2. Je, kuna nini mtakalopata hapa? Bwana Yesu asifiwe. So Yesu Kristo akafika, aliyekuwa anazungumziwa, aliyetabiriwa na manabii, Mungu aliyemwonyesha kwa watu wake, Mungu aliyemfunua kwa watu wake, akafika duniani. Alipofika duniani akatekeleza kama ilivyosemwa ama ilivyonenwa kwa manabii. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu alichofanya hapa, mambo mengi alifanya, lakini nimechagua hii katika mstari wa 16. Hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo. Je, wenye pepo wanajiweza? Wenye pepo hawana uwezo kabisa. Hatuwezi muona, tukikuangalia hatuwezi kujua yuko ndani. Lakini ukiwa una pepo umefungwa. Ukiwa na pepo huna uwezo kabisa. Utamtumikia, kama ni kuumia utaumia. Inaumiza sana, lakini ndio kweli. Pepo akiwa ndani ya mtu hakuna uzuri utakaoonekana pale. Bwana Yesu asifiwe. Pepo akimshika mtu ama akimwingia mtu hakuna wema utakaokuwa pale. Mtu yule atasumbuka sana. Mtu yule atapata shida sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake. Akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Wote waliokuwa hawawezi wakaletwa pale, Yesu akawaponya, akawatoa pepo. Ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema,
Kwa hivyo kuna hili neno la mwanzi na kuna neno lingine nabii Isaya aliyonena, mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kinachochukuliwa ni chako tena. Kitu kinachochukuliwa ni chako tena. Nataka mnijibu hilo swali. Kitu kinachochukuliwa ni chako kweli? Mzigo unaochukuliwa ni wako kweli? Je, ukienda kwenye huo mzigo, shida uko nini? Nataka tuzungumze tafadhali, ni mazungumzo. Mzigo umechukuliwa, sasa utachukuliwa. Mzigo umechukuliwa. Tunazungumza kitu kilichotokea. Na kitu hiki kilichotokea kilitokea nje ya wakati. It was done out of time. Kwa sababu ni kitu kilifanywa ya kuwa ugonjwa ulioko, ugonjwa wenye hujaonekana, wenye utapatikana unaitwa hantavirus, wenye sijui utapatikana unaitwa Ebola na nini. Wenye unakuja huo wote nimechukua. Yaani Yesu Kristo alisimama mahali huko, akatoka nje ya wakati. Akaenda nyuma akachukua, akasimama alipo akachukua, akasonga mbele mpaka mwisho akachukua, akarudi tena hapa. Akawaambia ya kuwa katika msalaba nimechukua magonjwa yenu. Nimechukua taabu na dhiki, fedheha nimebebeshwa mimi ili watu wangu wawe huru. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri ni mchezo alikuwa ananena? Basi maneno ya mchezo aliyokuwa ananena. Wakati mwingi wa Kristo tumeshindwa kuona, je, ni kweli mbona nina magonjwa lakini Yesu Kristo alichukua. Kuna nini yenye ni shida ambayo imefanya ya kuwa mimi sitembei katika uhuru? Nini inafanyika yenye pepo iko ndani yangu? Maana naumia mimi na nahitaji msaada. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukiendelea pale, nilikuwa nauliza hilo swali. Ni kitu gani kinaweza fanya kuwa Yesu Kristo amebeba lakini bado unabeba? Shida ni nini? Shida ni nini? Kuna mmoja amesema ni mimi mwenyewe. Mwingine mwingine anasema uwe uko mbali na Yesu Kristo. Nani mwingine atatupa jibu? Kuna majibu mengi, si ndio? Kuna majibu mengi ambayo yako pale. Kukosa imani. Sasa huyo amegusa mahali. Yaani katika wale watu walikuwa wanajibu, nilikuwa nataka nisikize hilo nifanye nishtuke kidogo. Sasa hilo ndio nishalipata, nishashtuka. Kukosa imani. Kukosa imani. Kukosa imani ni ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, na hili neno limerudiwa mara 4. Hili neno limerudiwa mara 4. Inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Imani ni maisha yako. Imani ni maisha yangu. Yaani mimi ili nisonge, mimi ili nipokee vitu Bwana alivyoviweka kwa ajili ya neema yake, alivyoviachilia na neema yake, imani. Imani. Ni sawa na mtu atumiwe milioni 2 kwa benki yake, kwa akaunti yake ya benki, lakini awe hajui kuitoa ile. Nipigie simu, Geoffrey, nimekutumia 10,000, wewe tumia, nimekubariki. Alafu Geoffrey awe hajui benki zinafanya kazi vipi. Hajui hata anafaa kuenda wapi. Anashangaa hii pesa nitaitoa vipi, hajui. Ataitumia ile pesa. Ile pesa itabaki pale benki. Benki wakienda mwezi kwa mwezi wanakata pesa yao, service charge. Wanakata 210. Mpaka ile pesa mwisho itafanya nini? Itaisha. Maana benki wanakwambia tunakuwekea mzee. Au hujaweka kwa fixed deposit, au hujaweka izae, umeweka tu account imelala. Hii tutakula. Na sisi tunakula kwa kuwa tunakudharau. Wewe mwenyewe hujui kuitoa, si ndio? Ungekuja tukwambie sawa, andika karatasi hapa. Sema nataka kutoa ngapi? 10,000. Kwa nini nataka kutumia hivi? PIN ama ni account number ndio hii. Ndio. Alafu baadaye unaambiwa 10,000 zako ni hizi. Na mimi natoka pale nikiwa na raha. Nasema leo niko na 10,000, naenda kula vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni kama hivyo ya kuwa vitu vimeachiliwa na neema. Neema ya Mungu imeachilia. Neema ya Mungu imeviachilia. Lakini sasa sisi hatuna imani, hatuamini. Tunasikia magonjwa yalichukuliwa na bado unasema hii yangu itatoka lini? Hii yangu itaisha lini? Je, unamwamini Mungu? Hilo ni swali. Je, una imani ndani yako? Bwana Yesu asifiwe.
Je, unaamini uweza wa Mungu? Je, unaamini ya kuwa Yesu alibeba mizigo kwa ajili yako? Je, unaamini ya kuwa Yesu alichukua magonjwa? Yesu Kristo alichukua fadhaa, alichukua dhiki. Yesu Kristo alikuja utembee kwa uhuru. Yesu Kristo alikuja kukuweka huru. Hakukuja uanze kumanage ya kuwa ninang'ang'ana tu katika haya maisha magonjwa yako, lakini ninang'ang'ana tu. Yesu Kristo atatoa. Je, unaamini? Umesimama. Watu waliokuwa Adulamu wakafanya maamuzi, wakasema sisi tumechoshwa, tumechoka katika hii hali tulio, na tutainuka. Bwana Yesu asifiwe. Kule kuinuka na kuenda Adulamu, ile ilikuwa hatua ya kwanza ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Ile kuinuka, maana mahali huko usipotoka pale, usipoinuka pale hautawahi toka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo amefanya hayo yote, lakini usipoinuka katika shida yako hautawahi toka. Usipofanya maamuzi ya kuwa nimechoka, hapana, haya maisha si yangu, sifai kuumia, sifai kuumizwa na magonjwa, sifai kuumizwa na mapepo. Ukiinuka useme hapana, hii hapana niishe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe kila siku uko pale unafurahia, unaumia tu pole pole pale, au uchukui hatua. Siku hii ya leo ni siku ya kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku ya kuchukua hatua. Yesu Kristo aliachilia uzima. Yesu Kristo aliachilia uponyaji. Yesu Kristo aliweka huru. Ni wewe kwa imani uchukue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani uchukue. Na imani huja vipi? Imani huja kwa kusikia, na kusikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Ukiwa umesikia maneno yale ya duniani, umeamini maneno ya wale watu wa dunia, ya kuwa wewe kama mzee tusichezeane. Nilikuwa Twitter siku nyingine, watu wakawa wanaulizana, ni mjadala tu, akasema, je, kuna mtu ashaipona ugonjwa bila, yaani amepona tu ugonjwa, aliamka asubuhi akapata amepona ugonjwa. So watu wakawa wanatoa ushuhuda, tuseme ni ushuhuda, unaandika lakini ni kama ushuhuda. Mwingine akasema, mimi nilikuwa ni leukemia ama ni kuna ugonjwa alitaja. Akasema, na nilikuwa nimefika mahali ambapo daktari alikuwa amesema, wewe unajua kuna magonjwa mengine yanaenda na miaka, kama hiyo leukemia. Miaka 21 ukipita hapo huwa ni bahati. Usipopita hapo na wanani mtu anakufa akiwa mdogo. Sasa anaambia wewe mzee hautafika mahali. Sasa siku moja akasema, mimi usiku mmoja nikaamka nikasema hapana. Siwezi kubali maneno ya mtu ambaye ameniambia. Bora nikubali ripoti ya mtu ya kuwa mimi sifai kuvuka miaka 21. Nani amesema? Nani amesema ya kuwa sifai kuvuka miaka 21? Akasema usiku huo nikachukua hatua. Nikamuita Bwana peke yangu kwa nyumba. Nilikuwa mahali pale nikamuita Bwana. Na akasema aliendelea kumuita Bwana na akaamka asubuhi. Alipoamka asubuhi anasikia kuna tofauti, lakini kwangu sijui kama kumeteleka nini. Akasema sawa, acha niende kwa daktari, mwambie Bwana niangalie. Na akaenda, alipoangaliwa akashtuka, akamuuliza umefanya nini? Yaani kuna kitu gani kimetokea usiku mpaka Bwana tunaona tofauti? Kuna nini imefanyika? Je, kama ni wewe ungeulizwa kuna nini imefanyika ungemwambiaje? Ule ni uponyaji wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alishuka na alimponya. Alikumbuka pale msalabani ameichukua hii leukemia. Bwana Yesu asifiwe. Aliichukua pale msalabani hii. Hii si yangu tena ya kuwa nikae nayo. Hii si yangu tena, ninasimama kwa imani. Bwana niokoe. Bwana niponye kutoka kwa ugonjwa. Ulisema katika neno lako, kwa kupigwa kwake Kristo niliponywa. Nimefunguliwa, nimewekwa huru. Ugonjwa utoke ndani yangu, nikaweze kusimama kwa uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Ile ni shuhuda. Shuhuda hizi siku hizi zinaonekana kuwa ni ngumu sana, kwa sababu tumezongwa na shida za dunia, tumezongwa na elimu ya dunia, tumezongwa na elimu ya dunia imekuwa nyingi. Tumesoma leukemia kwenye vitabu, tumeangalia tukasema haiwezekani. Tukaenda kuangalia kansa tukasema hii haiwezi pona na siku moja. Tukaenda kuangalia pressure tukasema pressure hii mzee inaua pole pole. Yaani hii ni ya kuua pole pole mzee. Hii kukushika ni ungoje tu siku yako. Tunaenda kuangalia stroke tunasema sasa hiyo ikipata kama ni upande wa left wewe tushakusahau. Wewe ni bypass. Nakwambia safiri salama, Maulana awe pamoja nao. Bwana asifiwe. Hiyo ni elimu ya dunia imejaza akili.
Badala ya kuwa tuangalie Yesu Kristo alisema nini? Yesu Kristo alisema nini? Yesu Kristo kazi yake ilikuwa gani hapa duniani? Yesu Kristo hakuja tu kwa afanye mchezo na arudi. Alikuja kwa kazi. Na hiyo kazi akaikamilisha. Na aliporudi mbinguni akasema nimewapa mamlaka. Nimewapa hii kazi muiendeleze. Hii kazi sio ikome. Kazi hii niendelee. Uponyaji uendelee. Ufunguzi uendelee. Watu watolewe mapepo. Wasiishi kwenye ufungwa. Wasiishi kwenye utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo amekuja ili tuanze kumanage. Tuanze kusema hii tunakuombea pole pole. Hapana, hiyo si imani. Imani inasema hiki kitu nimekipokea. Hiki kitu ni changu. Mungu ana uwezo wa kunifungua. Mungu ana uwezo wa kuniponya. Mungu ana uwezo wa kuniweka huru. Mungu ana uwezo wa kunifungua. Sitakaa mahali hapa. Sitakaa kwenye hili shida. Hii shida imenisonga. Imeniweka kwa miaka mingi sana. Imeniweka chini kwa miaka mingi. Lakini leo nachukua hii nafasi. Ninaamua moyoni mwangu. Ninatoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke aliyetokwa na damu akasema nimesikia kuhusu habari za Yesu. Ukisoma pale inasema ya kuwa alisikia. Yaani huyo mwanamke mshangazi story yake. Alisikia habari za Yesu. Aliposikia hakusema nafikiri nitaenda pale kwa Yesu, mwambie Yesu hebu niombee, niwekee mkono. Ama apigane na wale watu mpaka aseme huyu Yesu lazima niangalie. Asiponiangalia huyu utakuwaje? Mwanamke akasimama akasema nimesikia Yesu anapona. Nimesikia Yesu anaweka huru. Mimi niko na shida. Miaka 12 damu inatoka. Miaka 12, hiyo ni miaka ya mtoto. Yaani mtu amekuwa mkubwa, si ndio? Miaka 12 damu inatoka. Haikomi. Alitumia pesa, tunajua alitumia pesa kwa madaktari na hakuna tiba aliyopata. Aliendelea mpaka mwisho akatengwa, akawa yuko mbali na watu. Familia yake ikamwambia wewe raga kwa manyo, wewe galole muda. Sisi wewe utoka. Tunataka kila siku wewe kwenda kazi kwa kulelea huyo tu hapa. Kila siku wewe mapeni, nike mchango. Niweke mchango tafadhali. Itafika mahali watu wanasema tuko na familia, watu wanaenda shule tafadhali. Watu wanaenda shule. Wanaweza kosa kusema na mdomo lakini wengine wako na nguvu. Watu wanasema na mdomo. Watoto wanaenda shule tafadhali. Watu wanasoma dormitory sahihi. Na tunafaa kupeleka 12,000 kwa dormitory tena tafadhali. So usitatize mimi naomba kwa wao nataka pesa. Sasa huyu mwanamke akawa katika hali hii. Watu wamemtenga. Wewe sasa tafuta njia yako. Kama ni kukufa enda ukufe polepole. Usije hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke akasikia habari za Yesu. Aliposikia habari za Yesu hakukaa. Akasema ninaenda. Japo mimi sitakikani kuwa karibu na watu. Sitakikani kutangamana na watu, lakini akasimama. Aliposimama akachukua hatua ya imani. Akasema leo hii ninaenda kupatana na Yesu. Nimesikia ya kuwa Yesu anaweza. Nimesikia ya kuwa Yesu yafungua. Mimi shida hii yangu nikipatana na yeye nitafunguka. Na si hata nitamwambia kitu, nitagusa vazi lake. Mbona watu bado wamekaa? Hivi ndio watu wamekaa, Ni kama tuko kwa usingizi. Mimi sijakuja hapa kufurahisha. Sijakuja hapa kuongea stories za nini? Sijakuja kuita stories za kuruhusi. Yaani imani, kukosa imani kumetuzonga mpaka mtu akisimama kunena habari za Yesu tunamwangalia. Huyu Yesu anaweza? Kanza. Naambia wewe, hebu acha mchezo. Wewe unajua kanza nini hiyo? Ati unasema kwa mtu anaweza tembea? Mwanamke akasikia habari za Yesu. Aliposikia habari za Yesu, akatoka pale mahali yuko. Mimi nimetengwa lakini ninaenda. Huyu Yesu Kristo alikuwa na shughuli zake. Anaenda kwa mwana wa Jairo. Lakini katika kule kwenda kwa mwana wa Jairo, mwanamke akaingia kwenye kusanyiko, akaingia kwenye watu, mpaka akamwona Yesu. So kitu cha kwanza ni mjue huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Je, unamjua? Na umemjua hapa nimekueleza kutoka mwanzo. Kwa hivyo sasa wewe sema umjui. Sawa sawa. Unamjua sasa. So mwanamke akaingia mpaka Yesu ndio huyu. Alipomwona Yesu huyu, pindo la vazi. Wewe tafakari hiyo imani tafadhali. Unajua wakati tunatulia mchezo. Tafakari hiyo imani.
Yaani mimi nipate mtu na nisimwambie niwekee mkono. Najua huyu nguvu zimejaa hapa. Huyu anaweza. Yaani zimetoka kwa roho, zimeenda kwa nafsi mpaka mwili wake. Yaani mpaka nikigusa tu hivi hilo pindo basi. Na alipofika pale alipogusa, damu ikaanza kutoka hapo. Hatukuambiwa alienda nyumbani, akatulia akanywa machungwa, akachukua ribena, akatulia ndo damu itulia. Damu ilikoma hapo. Na ilipokoma Yesu akasimama. Unajua kwa nini Yesu alisimama? Hii ni imani ilikuwa imesimama hapa. Hii ni imani iliyofanya azunguke. Alisema, "Huyu nani? Mimi kuna mtu amenigusa." Petro akamwambia, "Sasa Bwana, wewe Bwana uelewi. Watu ni wengi hapa. Hao watu wamekusanyika kwa kuswa hapa na kila mtu. Hata mimi nishakugusa sasa hivi hapa. Hata mimi mwenyewe nimepeleka mkono wangu nikakugusa hilo rinda wewe. Basi. Hata mimi nimeweka mkono nikakugusa. Sasa sikuelewi. Waambie umeguswa na sikuelewi." Akasema, imani imesimama hapa. Kuna mtu amegusa hapa. Nasikia kuna nguvu zimetoka. Wanaweza sivyo? Hii hamtambui kuna mguso na kuna mguso wa imani. Kuna mguso na kuna mguso wa imani. Kuna mtu alikuwa anatembea tu, hata pengine akamwona wewe Yesu akaka. Na Yesu Kristo yake endelea, ndio mguso wa mtatizi. Mwingine akamgonga tena Yesu atatizi na mguso. Lakini kuna mguso uliokuja alipofanya hivi. Yesu Kristo akasema, hapana, kuna kitu kimefanyika. Kuna imani hapa ambayo nilipatana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mguso wa imani hapa. Mguso ambao umetoka kwa ufahamu. Mguso uliotoka kwa kumjua Yesu Kristo. Nimemjua anaweza. Nimemjua anaponya na nimegusa. Bwana Yesu asifiwe. Nimejua anafungua. Nimejua anaweka huru. Mimi siangalii damu. Damu na itoke. Siangalii hiyo. Ninamtizama Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Macho yangu yamemwelekea Yesu. Ninainuka mahali hapa. Ninagusa. Bwana Yesu asifiwe. Ninainuka na ninagusa. Ninainuka na ninagusa. Ninaamini kwa mguso ule nitawekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mguso ule nitawekwa huru. Kwa mguso huu. Kwa mguso peke yake. Oh my goodness. Bwana Yesu asifiwe. Sielewi bado unakaa. Sikuelewi. Wakati neno linatoka, unajua wakati mwingine nilikuwa nashangaa watu wakipewa neno. Kuna watu usimama. Nasema, alikuwa anakaa tena. Sasa huwa anasimama kwa sababu anataka kukuziba wewe. Kuna kitu amesikia. Kuna kitu amesikia. Kuna kitu kimekuja, na kilipokuja hajakubali kipite hivi. Akasimama, kwa mguso wa imani, hapana. Kwa mguso wa imani akaponywa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kama unatushangaza sana, watu wanakuzunguka ukituambia umeguswa sasa tukuelewi. Akamwambia hapana. Nguvu zimenitoka. Alipoona yule mwanamke sasa hawezi kujipita, akamwambia ni mimi. Muangalie. Imani yako imekuponya. Hata hakumuita mwanamke. Unajua hivyo? Alimuita nani? Hatulisomi hili neno. Tunasoma tu pale tu akagusa vazi la Yesu. Soma ndani. Bwana Yesu asifiwe. Jua kwa nini alimuita binti. Kuna miaka iliyokuwa imepotea. Unajua hivi. Miaka 12 ilikuwa imeenda, hakuna kitu kimefanyika. Jaribu kufikiria umewekwa katika kutoka damu miaka 12. Kama ulikuwa miaka 3 umefika 42. Kama ulikuwa bado wewe mdogo umekuwa mzee. Kwa sababu ya hiyo hali. Yesu alihitaji kumrudisha. Rudi hapa, anza endelea. That is what we call restoration. Kwa Yesu asifiwe. Si kuponywa tu kwa ile damu. I am restoring your years. That now wewe umesumbuka kwa miaka 12, umepoteza sana hapa. Hela imepotea, wakati umepotea, umeumia. Mimi naponya kila kitu. Siponyi ugonjwa tu. Ninaingia kwenye moyo naponya kidonda. Naingia naponya uchungu. Naingia naponya huzuni. Naponya mfuko kwa sababu umeumia sana na hii. Bwana Yesu asifiwe. This is total deliverance, total healing. Bwana Yesu asifiwe. In totality akamwambia binti. Watu wakashangaa, mkuu anaita binti hapa. Shida imetokea ama? Hawakuelewa kwenye masikio yao.
Akasema huyu ni binti. Na hilo neno binti lilipotoka, akarudishwa mahali alipokuwa. Endelea. Ugonjwa nilikuja kumchukua. Bwana Yesu asifiwe. Akaendelea kwa Jairo, hatutafika huko kwa Jairo. Lakini sasa neno limekuja kwetu. Neno limekuja kwetu. Yesu alipokuja duniani akasema, ulimwenguni mnamo dhiki. Hata Yesu Kristo alijua. Akasema ulimwenguni mnamo dhiki. Yeye mwenyewe alikuja akaziona hizo dhiki. Unajua wakati mwingine pengine Yesu angekuja, ungeanza kumwambia wewe Yesu hujui kuna nini. Wewe kama hautambui. Wewe ulikaa tu huko mbinguni, ukaokoa huko mbinguni, ukafanya kila kitu huko mbinguni, alafu unatuambia tujipe moyo. Wewe kama hautambui. Yesu alikuja, akaona hii dhiki, akafungua watu, akaponya watu, akaweka huru watu, akasema hii kazi ni yangu na nimeifanya, naenda kwa Baba, lakini hii kazi iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Kazi hii haikomi. Kazi hii haikuwa mwisho. Kazi inaendelea mpaka saa hii. Je, unaamini kazi hii kukamilika kwako? Unaamini ukamilifu wa kazi hii kwako? Unaamini ukamilifu wa kazi hii kwako? Chukua hatua, inuka mahali huko. Inuka kwenye ugonjwa. Sema mimi nimetoka kukaa hapa. Ninainuka kwa imani. Yesu Kristo alinifilia pale msalabani na ninainuka kwa uponyaji wangu. Yesu akasema ulimwenguni mnamo dhiki, ulimwenguni mnamo shida, lakini jipeni moyo maana nimeushinda ulimwengu. Jipeni moyo maana nimeushinda ulimwengu. Kinachozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Kinachozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Juzi tunafundishwa mbegu ya Yesu. Unafikiri watu tunafundishwa mbegu ya mtama ama nini? Mbegu ya Yesu, si ndio? Ikasema hii mbegu ya Yesu ifanye nini? Ikasema nini? Kinachozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Kinachozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Kuzaliwa na Mungu ni kumpokea Yesu Kristo. Unapokuja kumpokea Yesu Kristo, unazaliwa upya. Unapokuja kumpokea na kumwamini Yesu Kristo kama ndugu yetu alivyofanya, umezaliwa mara ya pili. Mara ya kwanza ulizaliwa na babako na mamako. Wewe katika mwili. Hiyo ilikuleta hapa duniani. Lakini kitu kilichofanyika hapa ni kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni kwa sasa roho yako imepata uzima. You are not a dead spirit, you are a alive spirit right now. Umepokea uzima katika Kristo. Kwa sasa you can relate to God. Kwa sababu kuwa na uhusiano na Mungu ni roho kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa katika tu nafsi, akili yako hauwezi hakutafanyika kitu. Ndipo tulikuwa tuzaliwe tena. Kuzaliwa huku ni kwa roho. Kuzaliwa huku ni kwa roho. Hatujamuona akianguka kutoka mahali hapa. Lakini kumefanyika ndani yake. Na Mungu anasema kinachozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Kinachozaliwa na Mungu hushinda dhiki za ulimwengu. Kinachozaliwa na Mungu hushinda magonjwa. Kinachozaliwa na Mungu kinao uzima ndani yake. Kinao uhuru ndani yake. Kinaishi milele. Kuna uzima wa milele ndani yake. Siko chini ya magonjwa tena. Nitainuka aniseme Bwana niokoe. Nitainuka leo. Nitachukua hatua. Imani yangu imekuja. Nimejua ya kuwa nimezaliwa na Mungu. Nimejua ya kuwa nimezaliwa na Mungu na ninaishi. Nimejua ya kuwa nimezaliwa na Mungu na nimeushinda ulimwengu. Yesu Kristo mwenyewe alinena, ulimwenguni mnamo dhiki, dhiki hazitawaisha, lakini mimi nimeushinda ulimwengu. Sema hivyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Mimi nimeushinda ulimwengu. Nimezaliwa na Mungu. Nimeshinda ulimwengu. Nimezaliwa na Mungu. Kuna watu wanakosa imani tena hapo. Tamka hili leo. Nimezaliwa na Mungu, nimeshinda. Nimezaliwa na Mungu. Wewe kama bado hujachoka. You are still not yet tired. Just want to entertain. Endelea tu ku entertain. Umeangalia mimi nimemeza dawa miaka 40 unaniambia nini? Nimezaliwa na Mungu, nimeushinda ule. Nimezaliwa na Mungu, nimeushinda ule. Sasa mshindi huongea hivyo kweli? Huyu mshindi huongea hivyo kweli? Nataka tuongee tena, nimezaliwa na Mungu.
Nimezaliwa na Mungu. Nimeushinda ulimwengu. Nimeushinda ulimwengu. Nimeshinda magonjwa. Nimeshinda magonjwa. Nimewekwa huru. Bado umekaa. Mbona tunakosa kuamini? Mbona imani yetu inafifia? Mbona imani yetu inafifia? Neno la Mungu limekuja. Yesu Kristo ameleta wokovu leo. Yesu Kristo yuko tayari. The atmosphere is pregnant today. Anga tai iko tayari kuachilia. Anga iko tayari kuachilia kwa yule mwanamke atakayegusa kwa imani. Oh my God. Atakayegusa kwa imani. Sijui bado mbona umekaa. Sijui bado mbona umekaa. Unaona ya kuwa hapana, mimi siwezi. Sitaki kutawaliwa na magonjwa. Sitaki kutawaliwa na magonjwa. Sitaki. Nimezaliwa na Mungu. Nimeushinda ulimwengu. Nimezaliwa na Mungu. Nimeushinda ulimwengu. Nimezaliwa na Mungu. Bado unasimama. Hujachoka wewe na hiyo dhiki. Hujachoka na huo uchungu. Huo uchungu si wewe ubebe. Huo uchungu Bwana aliubeba. Yesu aliubeba pale msalabani. Yesu aliubeba. Kimbia. Mimi sikai na magonjwa. Nimeushinda ulimwengu. Sina dhiki. Nimeushinda ulimwengu. Nimezaliwa na Mungu. Nimeushinda ulimwengu. Nimeshinda magonjwa. Tunachukua hatua ya imani leo. Saa hii magonjwa yanatoka. Saa hii. Hakuna wakati mwingine. Yesu alichukua. Yesu alibeba. Magonjwa, laana, kifungo, mapepo hayana uwezo. Nimepewa mamlaka, nimepewa uwezo juu ya uwezo wa giza. Nimepewa ushindi. Oh my goodness. Nimepewa ushindi. Natembea kwa ushindi. Nimepewa ushindi. Nina uzima wa milele. Nimezaliwa na Mungu. Nimeushinda ulimwengu. Ninakana mono kusikina. You are powerful to save, powerful to heal, powerful to save, powerful to heal. You are too mighty. You are mighty one. You are the mighty one. You are here to heal. You are here to deliver. Nguvu zako zipo. Kwa yule atakayeamini. Nguvu zako zipo. Kwa atakayeamini. Bado unasimama. Bado unakubali. Haujachoka. Joshua na Yohali. Inuka. Tangaza uhuru. Tangaza uzima. Shika watoto wako. Tangaza uzima. Shika watoto wako. Tangaza uzima. Nena uzima. Likana mwokosikina. Intana bana mwokosi. Likana bana mwokosikina. Likana bana.
kimbia, kimbia hapa mbele, kimbia hapa mbele, kimbia hapa mbele, kimbia hapa mbele, kimbia, kimbia, kimbia sasa, wakati sasa, hakuna wakati mwingine. Kimbia hapa mbele, kuja hapa mbele, kimbia hapa mbele, kimbia hapa mbele, wakati umefika, wakati umefika, wakati umefika, umewekwa huru, wakati umefika, wakati umefika, unabadilika. Kimbia hapa mbele, kimbia hapa mbele, kimbia hapa mbele, kimbia hapa mbele, kuja hapa mbele, bado unakaa, bado unakaa, hautakubali bado, hautakubali bado. Nikantana mwokozi, nikantana mwokozi, nikantana mwokozi, nikantana. Kimbia, kimbia hapa mbele, chukua hatua, kimbia hapa mbele, chukua hatua, songa mbele, songa mbele, chukua hatua, toka hapo, toka hapo, songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele, kwa uzima wako, songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa, 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 usikubali kufunga, usikubali kufunga, usikubali, usikubali, songa, songa, songa hapa mbele, 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 son
mbele, songa hapa mbele, songa, songa, songa. Ikatarakusikina, ikanakana. Watu bado hawajachosha, watu bado hawajachosha, watu bado hawajachosha, watu bado hawajachosha, watu bado hawajachosha. Songa hapa mbele, songa hapa mbele, songa hapa mbele. Watu bado hawajachoka, watu bado hawajachoka, bado hujachoka, bado hujachoka, bado hujafanya maamuzi. Ikanakana, 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 umechukua muda mrefu sana. Kama uko mahali hapa au ugonjwa umechukua muda mrefu, songa hapa mbele, songa hapa mbele, niombe na wewe sasa. Songa hapa mbele, niombe na wewe sasa. Hii saa hii, hakuna wakati mwingine, hakuna wakati mwingine. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, I want you to believe in Jesus' name. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, you are delivered in Jesus' name. You are delivered from the infirmity in Jesus' name. I curse every pain. I curse every pain. I curse every pain.
pains. I rebuke those pains out of her. In Jesus' name, I declare healing now. I declare healing. I declare total healing. And you will not suffer again. In Jesus' name, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Deliver in Jesus' name. I pray for deliverance in Jesus' name. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Mwachilie kwa jina la Yesu. 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 Achilie. Achilie kwa jina la Yesu. Achilie. 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 Sarenda na. Sarenda in Jesus' name. Nenda kwa ajili ya Mungu. Achilie. Umefungulia ndani yako. Ndani yako. Kwa jina la Yesu. Umefungulia ndani yako. Achilie. Achilie kwa jina la Yesu. Achilie. Unasarenda nao. Unasarenda nao. Kwa jina la Yesu. Sarenda. Sarenda in Jesus' name. Sarenda. Sarenda in Jesus' name. Nenda kwa jina la Yesu. Nenda kwa jina la Yesu. Nenda kwa jina la Yesu.
Be delivered in Jesus' name. Be delivered from the shackles of evil. Be delivered in Jesus' name. Receive your deliverance. Receive your freedom in Jesus' name. Receive your freedom. Receive your freedom in Jesus' name. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. And I want to declare to everyone. Ninataka kutangaza kila mtu. Ninataka kutangaza kwa kila mtu. Kila mtu aliye mahali hapa. Inua mikono yako sasa. Uliye mahali hapa. Inua mikono yako sasa. Inua mikono yako sasa. Inua mikono yako sasa. Inua mikono yako sasa. I declare healing. I declare healing over any infirmity. Over any infirmity. In Jesus' name. I declare freedom. Receive your freedom. Receive your freedom. Receive your healing. Receive. It is your portion. It is your portion. Receive. I declare healing. I declare power. I declare healing. Kwa jina la Yesu Kristo. Siwezi toka mahali hapa. Kabla wale, kuna watu ukihuduma walikuwa sawa. Kuna watu moto wao ulikuwa unawaka. Lakini baadaye moto ukazima. You need to revive. Kuna mtu anahitaji uvuvio wa kihuduma. Yuko wapi huyo? Kuna mtu anahitaji uvuvio wa kihuduma. Kuna mtu anayehitaji uvuvio wa kihuduma. Yuko wapi? Niombe na naye. Kuna mtu anahitaji awakening. There needs an awakening. Uvuvio kwa jina la Yesu. Moto wake. Mtu huyu alikuwa sawa kihuduma lakini ameanguka chini. Mtu huyu alikuwa sawa kihuduma. Mtu huyu alikuwa sawa kihuduma but now it's not there. Receive in Jesus name. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Let the fire burn. Let the fire burn in Jesus name. Let the fire burn in Jesus name.